kila mtu yuko alivyo kwa sababu ya taarifa alizowahi kupewa. Kwa hiyo ili ubadilishe ulivyo, badilisha taarifa ulizo nazo. Ni bora unabii wa uongo kuliko fundisho la uongo, kwa sababu unabii wa uongo ni kwamba tu hautatimia, lakini fundisho ni mbegu ya maisha. Fundisho la uongo lina madhara kuliko unabii wa uongo. Watu wanaishi kwenye mavuno ya mafundisho waliopokea. Leo watu wanaishi kwenye mavuno ya mbegu fundisho la jana. Kwa hiyo ili kuwa na kesho ya tofauti, ni lazima tuwe na fundisho tofauti. Ukiweza kubadilisha taarifa, umeweza kubadilisha maisha. So life yako itakuwa vile vile kama fundisho ni lile lile. Ukristo wetu uko hivi kwa sababu ya mafundisho fulani tuliyopatiwa. Tunaishi vibaya, tunaomba vibaya kwa sababu ya mafundisho mabaya. Haujabadilika kama fahamu hazijabadilika. Hatari ni kwamba maombi hayabadilishi mtazamo, na maisha ni mtazamo. Kwa hiyo mtazamo ndio unaoamua maisha ya mtu yaweje. Kinachobadilisha mtazamo wa mtu ni mafundisho. Kwa hiyo siri ya ushindi ni aina ya mtazamo. Watu wanafeli kwa sababu ya mitazamo mibaya. Haujabadilika kama fahamu hazijabadilika. Kuna watu wanashambuliwa na nguvu za giza kwa sababu ya aina ya mitazamo. Simba anapomwona mnyama mkubwa kuliko yeye, mtazamo wake ni ushindi. Mtazamo wake, hiki ni chakula changu. Ni hadi tumekuwa na mtazamo wa simba, hatutatawala. Mtazamo wa kisimba huja kwa mafundisho. Ili uwe tofauti kati ya hawa, tunajitofautisha kwa mtazamo. Mtazamo wa kisimba sio karama. Mtazamo wa kisimba ni matokeo ya kufundishwa fundisho la kisimba. Jali sana aina ya mafundisho. Kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kwenye familia ya simba. Usimba wa kiroho kwako ni halisi kama jinsia yako ilivyo halisi. Simba akilishwa kama kondoo, ataishi kama kondoo. Neno la Mungu ni kioo. Tunapoinama kwenye hichi kioo, tunatambua sisi ni akina nani. Tunaanza kujitenga. Neno la Mungu ni kioo, limebeba picha yetu halisi. Kwa hiyo fundisho sahihi litakupa utambulisho wako sahihi. Mafundisho ya kiroho ni malisho. Yeremia 3:15. Nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakao walisha kwa maarifa na ufahamu. Ili uishi kama simba, lazima ulishwe maarifa na ufahamu. Maarifa ni taarifa sahihi. Bora kutofundishwa kuliko kufundishwa vibaya. Wewe ambaye umeitazama video hii, ninakusihi na ninakuomba sana mtu wa Mungu, kwa kuwa mafundisho yetu yamekuwa kichochezi kikuu cha miujiza ya watu, kwa kuwa mafundisho yetu yamekuwa sababu kuu ya mabadiliko ya maisha na tabia za watu, ninakuomba nenda pale YouTube, alafu utasachi Mbingu Duniani TV. Ukishaona akaunti yetu pale, ninaomba usubscribe kwa ajili ya kuendelea kupata mafundisho, na Mungu akubariki na Mungu akutunze. Be blessed, na hakika maisha yako hayatabaki vile kupitia neno ambalo Mungu analishusha kupitia sisi. Hallelujah.